nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. Hiyo ni aya ya 10 ya suratul Mumtahana. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa maelekezo waumini chini ya uongozi wa mtume wao Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatua gani za kuchukua zile ambazo kwa sasa zinaitwa za kidiplomasia dhidi ya watu ambao ni wageni wanaotafuta hifadhi au wanaokimbilia kwenye himaya yao. Tunafahamu kwamba taswira halisi ya dini ya Uislamu imefutika kwenye akhlaqi za watu sasa hivi. Michanganyiko holela ya watu wa mila tofauti, na bahati mbaya wanakuwa na malengo tofauti, wanaingia tu katika jamii ya Waislamu na kuwavurugia thakafa, mila, utamaduni, silka na desturi zao zinapotea kwa sababu Waislamu wenyewe wamepoteza ule umakini wa kuhifadhi tunu zao za kijamii. Tunafahamu kwamba maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, awamu ya kwanza ya utume wake alipokuwa Maka, alifanya kazi ya da'wa chini ya mazingira magumu sana. Hakuwa na uhuru wa kuabudu yeye wala watu wake wanaomfuata waumini. Lakini baada ya miaka 13 ya kazi ngumu, Allah subhanahu wa ta'ala alifanya kazi mtume miaka 13 Maka chini ya mazingira magumu sana. Na kama tunavyofahamu, Maka Waislamu walikuwa hawako huru katika masala ya ibada, na aliyesilimu Maka alipata madhara ya hali ya juu. Kwa hiyo baada ya miaka 13 Allah alitoa agizo ambalo lilikuwa ni lazima litekelezwe: Waislamu wahame Maka na wahamie Madina. Agizo hili kwa lugha maarufu katika fiqh ya Uislamu linaitwa hijra. Wahame mahala ambapo hawako huru katika ibada, na wahamie mahala ambapo watamuabudu Mola wao bila ya vikwazo vyovyote au maelekezo kandamizi kutoka kwa mahasimu zao. Wakahamia Madina Waislamu. Takriban mwaka mzima kabla ya kwenda mtume walihamia Waislamu kutoka Maka na sehemu mbalimbali jirani na Maka na jirani na Madina, ambazo na wao kwenye jamii zao walikuwa hawako huru kufanya ibada. Kwa hiyo Maka ilipokea wageni, Madina ilipokea wageni baada ya agizo hilo la hijra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alipohamia Madina mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka, alikuwa anachukua ahadi za kiapo
tunaita bai'a kwa waislamu wa aina mbalimbali, na wasiokuwa waislamu pia walimbai mtume sallallahu alaihi wasallama wale wakaazi wa Madina, kwa sababu mtume hakuwalazimisha watu Madina kwa nguvu wasilimu. Waliokataa kukubali Uislamu hakuwalazimisha kuwa waislamu, lakini aliweka nao makubaliano. Kwa lugha zetu za kisasa, alitengeneza kitu kama katiba itakayowalinda watu wa Madina wote. Madina ni yetu wote kwa shida na raha, kwa hiyo tukubaliane kwenye amani Madina tuilinde kwa pamoja, hata kwenye vita mtahusika na nyinyi makafiri kuilinda Madina. Kwa hiyo mkataba huu uliwahusu hata jamii za Kiyahudi waliokuwepo pale, Banu Nadhir, Banu Qainuqa, Banu Quraidha na wengineo. Na hata washirikina waliokuwa hawakupenda kuacha dini zao, mtume hakuwalazimisha, walibaki na dini zao. Lakini ala kuli hali hawa washirikina walikuwa ni wepesi usilimu, wote walibadilika wakakubaliana na jamii yao wakawa waislamu. Mayahudi peke yake ndo wakawa watu wenye vikwazo, na wale watu ambao si Mayahudi ni Waarabu lakini walikuwa na ile sifa inayoitwa ya unafiki, ndo walibaki na unafiki wao. Wamejitangaza kusilimu lakini nyoyoni walikuwa wanafundo na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Madina Allah aliteremsha aya hizi, kuanzia hii aya ya 10 ya suratul Mumtahana, ambayo maana yake iko kama ifuatavyo: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na aya nyingi zilizoshuka Madina ndo zilikuwa zinakuja hivi, zinawaita watu kwa lugha ya imani. Aya zilizoshuka Maka kama ni public address, Allah alikuwa anatumia lugha ya ayuhannasu, enyi watu, ambayo ni tamko linajumuisha walioamini, wasioamini, watu wa kheri, watu wa shari, alimradi ni watu wote. Lakini hapa ya ayyuhalladhina amanu ni maagizo yanayohitaji uwajibikaji, yalikuwa yanaenda kwa watu wenye sifa maalum. Waumini tu wao ndo watatekeleza maagizo haya, watayafanyia kazi, na faida yake itaonekana kwenye jamii yao pana ya watu wenye imani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin, watakapokujieni wanawake waumini wahamiaji. Ningependa munisikilize kwa makini hapa. Ya ayyuhalladhina amanu ni agizo linakuja kwa mtume mwenyewe na wafuasi wake. Enyi mlioamini, wanaume na wanawake wanaingia hapo. Idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin, watakapokujieni waumini wa kike wahamiaji, yani wanatoka huko makwao wanakuja Madina kama muhajirati. Kisingizio wanakuja kwa ajili ya dini. Allah akawapa angalizo, tahadhari, mtume na watu wake wawe makini sana na zoezi hili la watu kuhamia kwenye jamii yao. Kwa hiyo wakija wahamiaji wa kike, famtahinuhunna. Na kwa nini pakawekwa concentration muhajirati, wanawake tu? Kwa sababu wanawake mara nyingi wanatumiwa vibaya. Sasa hivi hata ukitangaziwa tangazo la gari unaona picha ya mwanamke. Unataka sabuni nobe ya kuogea au ya kufulia, imewekwa picha ya mwanamke. Mwanamke anatumika vibaya tangu kwa wakati wa ujahilia mpaka ujahilia wa sasa pia. Kwa hiyo isiwe zile huruma zenu na kuona udhaifu wa wanawake ni watu wa kusaidiwa, mukajiachia tu mkawakubali, mkawa maridhia kweli kila jambo. Kuweni makini na wanawake wahamiaji. Famtahinuhunna, wafanyieni mtihani kabla ya kuwapokea kwenye society yenu. Ni Allah mwenyewe muumba ndo anatoa agizo hili kwa mtume na watu wake. Wakikujieni wanawake wahamiaji wanataka kuja kuishi kwenye jamii yenu hii ya Madina, nyinyi waumini, famtahinuhunna, wafanyeni mtihani. Tengenezeni kwiri ya kuwasaili, masala ya kiudadisi, kuwapima undani wao.
nia zao. Allahu a'lamu biimanihinna, Allah mwenyewe anajua imani yao, nyinyi hamjui. Kwa hiyo fanyeni juhudi iliyo ndani ya uwezo wenu, wafanyeni majaribio. Allahu a'lamu biimanihinna, Allah mwenyewe anawajua wote imani zao, wamekuja hapa kwa lengo gani. Wengine wanatumika kama majasusi na maadui zenu huko, wanakuja kwa gia ya kusilimu, wamekuja kutafuta hifadhi, kulinda imani zao, kumbe wana kazi wametumwa waje wafanye kwenye jamii yenu. Mnanisikiliza kwa makini? Na sisi hapa mambo yetu yote yanavurugika sasa hivi. Tunaiga mila na dasturi za watu wasio na imani na sisi, wanataka kutufiagilia kabisa dini yetu kwa kupitia mila, utamaduni, dasturi zake. Tumeambiwa tuwe makini na suala hili. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, baada ya kuwasaili mkijiridhisha kuwa ni waumini kweli, kwa wale mtakaojiridhisha hawa waumini kweli, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, walindeni, wahifadheni, musiwarejeshe kwa makafiri. Kwa nini Allah akatoa agizo hili musiwarejeshe kwa makafiri? Ni kwa sababu maagizo haya yalikuja baada ya sulhu ya Hudaibia. Vipengele vyake sulhu ya Hudaibia vilikuwa vigumu mno. Wakureshi walitoa masharti ya kwamba Muhammad akikujia mtu wetu ametoka Maka baada ya mkataba huu kuja Madina, mrejeshe hata kama kaja kwa imani yako Muislamu, turejeshe wenyewe. Lakini atakapotoka mtu wako Muislamu kuja kwetu Maka, hata kama ni mfuasi wako, hatumrejeshi. Yani mkataba ulikuwa na mazingira magumu sana. Allah na yeye akatoa amri yake, mkijiridhisha wanawake hawa ni waumini kweli, musiwarejeshe kwa makafiri, walindeni hapa hapa. Kwa nini? La hunna hilul lahum, kwa mujarradi wa kusilimu kwao wanawake hawa wameshakuwa si halali tena kwa wale makafiri. Hata kama mkiambiwa huyu ni mke wa fulani, ana mumewe, hiyo ndoa imeshavunjika. Kwa mke kusilimu, mume kukataa kusilimu, si mkewe tena. Msiwarejeshe. Hata ukiambiwa huyu mke wa mtu kakimbia mumewe, mrejeshe. Kaja mu'min, na mnawajua watu wa kule walivyo maadui kwa waumini, huyu kweli atakuwa yuko kwenye mashaka, msimrejeshe kwa kafiri. Fala tarji'uhunna ila al-kuffari, msiwarejeshe kwa makafiri. La hunna hillul lahum, hawa wanawake waumini si halali tena kwa wale makafiri. Kwa hiyo hicho kisingizio cha ndoa hakizingatiwi tena. Si halali, si mke halali huyu mwanamke muumini kwa mwanamume kafiri. Wala hum yahilluna lahunna, wala wale wanaume makafiri si halali kuwa na wake waislamu. Kwa hiyo kama walikuwa ni wanandoa huko kwao, kitendo cha mmoja kusilimu mmoja akakataa, ndoa imeshavunjika already. Wakisilimu wote pamoja, hawaambiwi wao wane tena kwenye Uislamu. Ndoa yao huko walikokuwa wanaishi inakubaliwa ile ile. Kitendo cha kusilimu kinarekebisha kila kitu kilichokuwepo wakati wa ujinga. Kwa hiyo maadamu wamekuja hapa, mmewahoji, mkajiridhisha ni waumini kweli, wamekuja kwa lengo la imani, msiwarejeshe kwa makafiri, kwa sababu hawa wanawake hawatakuwa halali tena kwa wale makafiri, wala wale makafiri si halali tena kwa wanawake waumini. Walindeni ndugu zenu. Waatuhum ma anfaqu, Allah akatoa na maamuzi hatua gani ichukuliwe. Atuhum ma anfaqu, wapeni wale makafiri kile walichokitoa. Mkiambiwa huyu mke wa fulani mumewe yuko anamhitaji Maka, hojini alimuoa kwa mahari ya kiasi gani, mpeni mahari yake. Ndio hiyo atuhum ma anfaqu. Huyu mwanamke ameshakomboka kutoka mikono mwa kafiri, kwa sababu kafiri ndo hakutaka kusilimu, mwanamke kasilimu. Wapeni hawa ume zao kile walichotoa katika kuwaoa. Wala junaha alaikum an tankihuhunna, wala nyinyi waumini sio kosa kwenu kuwaoa. Sio kasema na wankengwa,
la junaha alaikum, sio kosa kwenu, an tankihuhunna, kuwaoa wanawake hawa waliohamia hapa, idha ataitumuhunna ujurahunna, mkiwapa mahari yao. Sio umchukue tu ukae naye kama mtumwa, kama suria. Muoe kwa ndoa halali, mpe mahari yake, ufunge naye ndoa, awe mkeo. Usisikilize mke wa mtu huyo. Hakuna mafungamano ya ndoa kwa kafiri na Muislamu. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri, musizingatie vile vifungo vya ndoa vya makafiri. Imeshavunjika ndoa yao, Allah anasisitiza wala tumsiku bi'isamil kawafiri, musishikilie tu misimamo ya mahusiano ya ndoa na makafiri. Hawa sio wake zao tena. Wasalu ma anfaqtum waliyasalu ma anfaqu. Yakitokezea mabadilishano kama haya, katoroka Muislamu hapa, mwanamke Muislamu karudi kwao kwa jamaa zake Maka watamzuia. Kwa hiyo nyinyi ombeni mahari. Huyu mume na jamaa zake wa yule mwanamke waombe mahari waliomuolea, abaki kwao kwa makafiri wenziwe. Na nyinyi atakapokuja mwanamke huku katoka kule kwa mumewe, ulizeni mahari yake kiasi gani, mumrejeshe mahari yake mwenyewe. Ndio hiyo, wala tumsiku bi'isamil kawafiri, musizingatie mahusiano ya ndoa ya wanawake Waislamu na wanaume makafiri. Wasalu ma anfaqtum, ombeni nyinyi Waislamu mkitorokwa na wake zenu wakenda kwa makafiri, ombeni mlichokitoa kuwaolea. Kaja mke wa fulani, leteni mahari apate kuoa mke mwingine, huyo mwanamke chukueni. Waliyasalu ma anfaqu, na wao makafiri wakipoteza wake zao kuja huku, waombe wadai mahari waliotoa, wapewe warejeshewe wenyewe. Hawa wanawake si halali yao tena. Dhalikum hukmullahi, haya ni maamuzi ya Allah. Yahkumu bainakum, anahukumu baina ya pande mbili, kati ya upande wenu waumini na upande wa makafiri. Allah anaamua hivi. Wallahu alimun hakimun, na Allah ni mwenye elimu na ana hikma katika kupanga na kuendesha mambo yake. Wa in fatakum shay'un min al-kuffari, wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari, na nyinyi Waislamu mkipoteza chochote katika wake zenu, yani mkitorokwa na wake zenu wakakimbilia kwa makafiri wale, in fatakum shay'un min azwajikum, mkitorokwa na yoyote katika wake zenu, ila al-kuffari, akenda kwa makafiri, faaqabtum, mukashindwa juhudi za kuwarejesha kabla ya kudhibitiwa na makafiri, wakatoka totally wakaenda zao kwa makafiri, faatu alladhina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, saidianeni nyinyi waumini kuwaliwaza ndugu zenu waliotorokwa na wake zao. Faatu, wapeni, alladhina dhahabat azwajuhum, wale wanaume ambao wamekimbiwa na wake zao, wapeni nyinyi mithla ma anfaqu, kiasi walichotoa cha mahari, ili apate uwezo wa kuoa mke mwingine. Maana kwa chuki iliyopo baina ya waumini na makafiri, waumini hata wakisema tupeni mahari aliyoolewa huyo mwanamke hawatoleta. Nyinyi waumini msaidieni muumini mwenzenu kumpa mahari aliyotoa kumuolea yule mwanamke, ili atumie kuoa mwanamke mwingine atakayekuwa naye katika maisha. Wattaqullaha, na enyi waumini mcheni Allah, alladhi antum bihi mu'minun, mcheni Allah ambaye nyinyi mnasema muamini. Ndugu zangu katika imani, aya mbili hizi zimetuwekea utaratibu wa kuhifadhi zile tunu zetu za kijamii. Tusikubali, tusiwe wepesi kupotea. Tunaingiliwa kwenye miji yetu na watu wasio na nia njema, wanakuja hasa kwa nia ya kutuharibia, na sisi wenyewe tukawalaini, tukawaachia na kuwafungulia milango miwili, shata zote,
wanaingia wanafanya wapendavyo, na sisi hatuna cha kuwafanya. Athari ya kuwepo kwao miongoni mwetu kwa muda mrefu ni maharibiko makubwa tunayoyashuhudia kila siku. Zanzibar miaka ile ya 80 na 90 ulipoanza utalii, watu wa fukwe walisikitika, wakapaza sauti zao, wakalalamika, jamani, tunaingiliwa kwenye miji yetu, tunatukanwa, wanakuja watu wanatembea uchi na sisi tumekaa na watoto wetu wari, mabarobaro, wakwe zetu, tunashindwa kutazamana. Mtu mzima aliyetimia mwanamke anatembea na chupi na sidiria tu, au wanafanya vitendo vya kubusiana hadharani. Huko nyuma mambo haya hapa Unguja yalikuwa ni matusi, hayafanywi hadharani, ni mambo ya faragha. Walilalamika wazee. Wengine walokuwa wasemaji kama Sheikh Kurwa, yakumfika kwa kuzungumzia madhara ya kinachotendeka. Hatimaye sasa wale watu waliokuwa wanalalamika sasa hivi wao ndio wadau wakubwa wazuri tu wa kupenda utalii, na yale walioyalalamikia ambayo waliyaita matusi, wenyewe sasa hivi wameyachukua, wameyaweka ndani. Mtu anauza nyumba yake, anauza ardhi yake apate pesa, anajenga nyumba nyingine bora, anachukua flat screen, anaweka hivi vingamuzi sijui, au anatafuta mwenyewe movie maalum, anaangalia yeye, watoto wake wa kiume, watoto wa kike, kuna mkwewe. Sasa hivi ishakuwa sio kinyaa tena, wanaangalia yale waliokuwa wanayaona live, wanakuja watu kuyafanya, wanayakaribisha wenyewe nyumbani. Sasa wanaangalia watu wanavyofanya vile vitendo vya mapenzi na nini, wanaangalia, weshakufa wadudu. Hii ndo hikma ya Mtume kusema, maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Nyinyi waumini, kazi ya da'wa ni kazi yenu. Yoyote kati yenu atakayeona uovu unafanyika, au uondoe kwa nguvu zake. Ikiwa yupo kwenye eneo ambalo nguvu yake anaweza kuitumia kuondoa uovu, atumie nguvu yake. Fa in lam yastati', kama eneo hilo alilo hana uwezo wa kutumia nguvu, fabilisani, atumie ulimi wake kusema, ana hoja zake, dalili zake, aya, hadithi, atoe, aelezee uovu wa anachokiona, ili watu wajue hili jambo sio la kheri, ni baya kwetu. Ulimi unasaidia ukisema, ukiongea. Wa illam yastati', lakini nguvu hana, kusema hawezi, fabiqalbihi, angalau achukie kwa moyo wake, asionyeshe kupenda lile jambo. Lakini Mtume akasema, wadhalika, na hili suala la kuchukia, adhaful imani, ni imani dhaifu yao. Kuchukia ni imani, lakini imani dhaifu. Udhaifu wa kuchukia ni kwamba moyo ni kama ardhi yenye rutuba. Ardhi yenye rutuba, ukitupa mbegu ya bangi inaota bangi. Ukipanda mmea wenye faida unastawi vizuri. Likija la kheri, ardhi inapokea. La shari, ardhi inapokea na italilea. Na moyo ndo hivyo hivyo. Inawezekana likafanywa jambo mtaani kwenu baya, linaudhi, mkakasirika siku ya kwanza, mkaonyesha hisia zenu, tumekereka, hatukupenda. Lakini watu wenye nguvu zao, wanao uwezo wa kulinda mambo yao, kesho wanalifanya tena lile lile, na ikiwezekana wanalinogesha, linaboreshwa zaidi, mnashuhudia. Kesho kutwa linarudiwa tena. Hasira yako ya siku ya kwanza haitakuwa sawa sawa na hasira ya siku ya pili. Ulivyochukia siku ya kwanza haitakuwa sawa na utakavyochukia siku ya pili.
na vivyo hivyo likiendelea kukaririwa machoni kwako, siku zikiendelea kufanywa lile jambo, na ile chuki yako inapungua. Chuki ikipungua, mahala pa chuki panakuja kukaa furaha na mapenzi, na wewe unakuwa ni mraibu wa lile jambo, utalipenda. Sijui nafahamiana. Utachukia watoto wanavyoharibiwa, lakini hatimaye kwa lile jambo linavyokaririwa, na halafu wenye mambo yao wanatumia na nguvu ya pesa, basi wewe litarudiwa lile jambo, utaonyeshwa na wewe manufaa yake, na wewe utachangia. Ukiambiwa basi tusaidie kupata watoto bikra, utawatafuta wajirani zako uwapelekee. Donge nono unapewa. Ovu lilikuwa linakera juzi, lakini leo ile kero imeondoka nyoyoni mwa watu, imekuja furaha, wanalipenda. Hatimaye linakuwa ni jambo la kawaida, watu wanalifanya, ni jambo la kimaumbile, ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo kuchukia ni imani dhaifu. Imani sahihi ni kuondosha tu uovu kwa namna hizo mbili. Aidha mwenye nguvu atumie nguvu yake, asiye na nguvu atumie ulimi wake aseme. Ulimi ukitumika kulizungumzia jambo kwa upana wake, wanaosikia wale wenye uwezo wa kutumia nguvu kwenye sehemu zao watatumia nguvu. Ulimi wa msemaji unawasaidia wenye nguvu kufanya maamuzi. Huyu ambaye kachukia, chuki yake ikiwa inakuwa badala ya kupungua, itamfikisha siku atasema sasa. Kama inapungua ndo inapungua, mwisho itapotea. Lakini chuki kama itakuzwa, huyu aliyechukia akatafuta na wenzake wenye kuchukia pamoja, hatimaye lazima watasema, watasogea mbele ile hatua ya pili. Na wanaposema sana watu, maneno yao hayasikilizwi, hayathaminiwi, watatafuta namna ya kutengeneza nguvu, ya kutumia nguvu mahala panapohusika, mradi uovu uondoke. Sasa sisi aya zinatufundisha hivi. Jamii ya Madina, ya Waislamu wa Madina, ilikuwa ni kama dola changa wakati huo. Wanapewa nguvu za kudhibiti uingiaji wa wageni, na wanapewa taaluma ya kujua kwamba wanaokuja hawaji na nia au malengo yanayofanana. Kuweni makini, muna jambo lenu, muwe na werevu na ujasiri wa kulilinda, liwe linaboreka kila siku badala ya kuharibika kila siku. Natumai tunaweza tukawa na jamii yenye wanaume ambao wanawaogopa wake zao, maana mwanamke ni mdau wa hayo ambayo yanaingia mjini. Kama walivyoambiwa hao wafanyeni mtihani, hata sisi tunaweza tukawa tuko katika wimbi la kuwa tuna wake nyumbani, lakini wewe mume ndo ukawa mke, wewe ndo unapewa orders, amri, fanya hivi. Kama utaroja kusema kitu, usifanye hivyo, yatakayokushukia mwenyewe unanyamaza kimya, unaufyata. Na hatukuambiwa tuwe hivyo. Tumeambiwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kwenye Uislamu wanaume ndio waliopewa dhamana ya kuwasimamia wanawake, kwa sababu ya kimaumbile aliyoiweka Allah ya kufadhilisha uwezo wa mwanamme juu ya mwanamke. Mwanamme ndo awe kiongozi na sio kinyume chake. Lakini leo majumba yanakuwa yana watu, akisema ninafanya harusi yangu, huna mdomo, lakini usipige ngoma hapa kwangu. Hapa ndo itakapopigwa. Hatukuombi shilingi yako, hutaki ondoka, unafukuzwa kwako, watu wafanye mambo yao. Harusi wanakuja mabaradhuli ndo wanaonogesha harusi, watakuja watu wahuni ndo watanogesha harusi. Wewe huna mamlaka kwako kufanya lolote. Ukikosea jambo mwanzo, basi mwisho wake kadiri likipea linakushinda. Wanaume wakae, wachukue nafasi zao, wadhibiti ndoa zao, wawadhibiti wake zao pamoja na watoto wanaowazaa na hao wake zao. Lengo watu waishi maisha ya dini, Allah ndo anavyotaka. Anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun.
Allah ndiyo aliyetuma mtume wake kwenye ardhi ya watu wajinga, akampa mwongozo na dini ya haki. Dini ni mwenendo wa maisha. Alitaka huu mwenendo wa maisha wa Kiislamu uwe ni sampuli, kielelezo, uwe ni bora, ushinde dini zote zilizopo duniani. Kuna mienendo mingi ya maisha, watu wote wana silka zao, mila na dasturi, lakini za Uislamu zinatakiwa zilindwe, ziwe juu, watu wote wajue kwamba hawa jamaa ndo wenye ustaarabu. Lakini sisi tumelemaa mpaka kwamba hakuna mtu asiye na dini anayeona cha kuiga kwenye jamii ya Waislamu leo. Uzembe tumeufanya, kosa hili. Madina walielekezwa muwe makini na wahamiaji, haswa wanawake wanatumiwa vibaya, watakuja kukuchafueni muda sio mrefu. Na malengo ya kupewa maagizo haya, nyinyi mnatakiwa muwe juu, msikaliwe juu na kitu chengine chochote. Naeleweka nikisema hivyo? Kwa hiyo Allah amefundisha hivyo. Katika maisha ya kidini kwenye jamii ya Waislamu, Waislamu huwa wanagawika mafungu mawili. Mbele ya Allah Waislamu wanagawika mafungu mawili. Kuna aina mbili za Waislamu. Kuna Waislamu feki na wale ambao typically ni Waislamu pure. Waislamu feki ni wale ambao Uislamu wao ni wa kujionyesha nje nje. Wanaitwa wanafiki kwa istilahi ya dini. Almunafiqu huwa alladhi dhahiruhu maliha wa batinuhu qabiha. Mnafiki ni mtu ambaye anajitangazia imani. Nasema mimi Muislamu kuliko wewe, nimeanza mambo ya ibada babako hajazaliwa, mimi ninajua kila kitu, hunibabaishi kwenye dini. Mwepesi wa kujieleza nje, utadhani ni Muislamu kweli, lakini wabatinuhu qabiha, siri yake moyoni mwake ni mtu mbaya, haupendi huo Uislamu na wala hawapendi Waislamu. Anaweza akawasaliti wakati wote, akawauza kwa adui yao, akashirikiana na adui, akachukua mshiko, akawapatisha tabu ndugu zake katika dini. Mambo ya Allah yakavurugika, yeye akachukua pesa, akatengeneza maisha. Muislamu lakini hana habari na Uislamu wala hana uchungu nao Uislamu. Kilicho na umuhimu kwake ni pesa na maisha mazuri. Kwa hiyo sampuli mbili za Waislamu kwenye jamii ya Waislamu Allah amezieleza katika sura ya 9. Ni aya nyingi, zinafika 10, lakini kwa muda tu nilionao sasa hivi siwezi kuzinukuu zote. Nitanukuu aya 2 zinazoakisi uhalisia wa kijamii kwenye maisha ya Waislamu mahala walipo. Aya moja ni sura ya 9 aya 67. Halafu kutoka 67 nitaruka, ni sura hiyo hiyo na kwenda mpaka aya ya 71. Aya 67 sura ya 9 inasomeka hivi: walmunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Waislamu ukiwaona kwa nje, lakini kama sio Waislamu wazuri utawagundua kwa vipimo hivi. Kama ni wanafiki Waislamu wa eneo husika utawagundua kwa vipimo hivi. Yaamuruna bil munkari, ni Waislamu lakini wanayaamirisha yale maovu. Munkarati zinakuwa na pahala hapo pana Waislamu. Kuna wanawachuoni wao hapo, mashehe wao, maimamu misikitini, watu wanoshika vitabu wakasoma, lakini munkarati zinazidi. Allah hapendi hiyo kitu. Kaweka wawakilishi wake, makhalifa wake, wanaruhusu munkarati ziongezeke, halafu wanadai ni waumini. Tuchukulie ni waumini, lakini wanakuwa sio waumini sahihi, si waumini kweli.
walmunafiquna walmunafiqatu, wanafiki wanaume na wanafiki wanawake. Maana mambo ya jamii yanashare na hizi jinsia mbili, wanawake na wanaume. Mnanifahamu? Wanawake wana roli yao kwenye kuiendeleza na kuilinda jamii, na wanaume wana roli yao muhimu kwenye jamii husika. Lakini jamii ya watu ambao imani yao kwa Mola wao sio nzuri, kipimo chake ni kwamba kwenye miamala unawaona wako ovyo. Na Allah hapa katumia maneno ba'dhuhum min ba'din, walmunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'din, yani wanafiki wanaume na wanafiki wanawake ndo wao kwa wao, shauri lao moja, wala hawategemei hisabu, hawategemei kwa Allah radhi yake, hawaogopi kwa Allah iqab, wapo tu na dunia yao, ndo wao kwa wao, yao mmoja. Pahala ambapo kuna waislamu sio sahihi, yaamuruna bil munkari, ukiwachunguza kwenye maadili unaona wanayaamirisha maovu. Munkari huwa ni mambo ambayo Allah kayakataa, kaahidi dhambi wenye kuyafanya, na kaahidi atawaadhibu, lakini yanazidi na watu wameyazoea, hayawatishi wala hawana kimeme yanapofanyika, na huko wanajiita waislamu, wao wanayaamirisha maovu. Wataona watu wanafanya ubaradhuli, na wengine ndo wanajifanya wanaume kwa wanaume wenzao. Wataona wanawake wanafanya mapenzi na wanawake wenzao. Wataona na mambo mengine ya miamala, rushwa, riba na mengineyo, dhuluma za wazi, sio tatizo. Kila kitu wao wanaridhia tu, wanabariki tu. Usiingilie mambo ya watu bwana, angalia ya kwako. Lakini haya unaosema ya kwangu, niangalie ya kwangu, haya yanayoharibika ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake tunarudi. Wasema nani kenda akarudi, chukua time yako. Lakini ukiwaangalia wote wanaambiwa ni waislamu, kike kiume, yaamuruna bil munkari. Wapo waislamu lakini wanaamirisha maovu. Maovu yanaongezeka, yanakuwa, na wanayalinda, wanayabariki. Ujue hawa si waislamu wazuri, hawampendi Allah wala hawaogopi kwenda katika adhabu, wala hawana haja ya pepo. Starehe zao wanazozipata duniani zimewatosha. Na la tatu wanalolifanya baada ya kuamrisha maovu na kuyadhibiti mema, yaamuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'rufi, wanaamirisha maovu na yale mema maarufu wao ndo wanayadhibiti yasiwe. Yanhauna 'anil ma'ruf, maarufu ni yale aliyoamrisha Allah, kaahidi thawabu wenye kuyafanya na kawaahidi pepo. Hayo ndo maarufu, mambo mema. Lakini kuna jamii ya watu wanajiita waislamu, hayo mema yanadorora, yanaachwa, na wao wanaangalia tu. Hakuna anayehimiza wala anayejali katika kuyaweka kwenye mustawa wa kiwango chake. La tatu, wayakbiduna aidiyahum, mahala kwenye wanafiki hapana maendeleo ya kiuchumi, kwa sababu watu wa hapo wamezuia mikono yao. Qabdul yadi maana yake ni ubakhili, na Allah akimwita mja wake bakhili sio kwamba hatumii hivyo, anatumia, lakini kwenye njia za shari. Hatumii kwenye zile njia ambazo yeye baadaye atapata kwazo faida mbele ya Mola wake. Kwa hiyo anajifanyia ubakhili yeye mwenyewe nafsi yake. Fanya ya kheri utalipwa, unaenda mahala pema, yapo anayaona, anayajua, lakini hayapi umuhimu. Yale ya shari aliyoambiwa usije ukakaribia, haya ni maovu, yatakupeleka pabaya, inakuwa ndo kwake yeye dasturi, ndo kitu kinachopendeza, yanafanywa kila siku mchana na usiku. Maneno mengi, na dini inatuambia mwenye kumwogopa Allah na siku ya mwisho aseme maneno yenye kheri, kama hanayo bora anyamaze kimya. Lakini mtu ana spend time ya kutosha, anasema maneno zaidi ya 600 kwa saa 2, yote hayana faida yoyote, ni ya uchonganishi, usengenyi
maneno tu ya kuongea watu wakacheka na nini, mambo ambayo hayana tija kabisa kwa dunia ya mtu wala akhera ya mtu. Hii ndo hali tulionayo. Tunaharibikiwa kwa sababu upande wa imani hatuko firm enough, tuko ovyo ovyo. Imani hatujaiweka katika nafasi yake, hatuna umuhimu nayo. Kwa hiyo imani yetu kwenye dini imekuwa ni dhaifu. Tunastahiki kubeba hiyo sifa ya nifaq kwa sababu ya vigezo hivi tunavyo. Salama yetu ni kujikomboa, tukaachana na hivi vigezo, tukaenda katika vigezo sahihi. Nasullah, watu kama hawa wanaozembea kwenye kuboresha jamii yao, nasullah, wameadharau maagizo ya Allah. Limetumika neno nasu kutokana na neno nisyan. Nisyan ni kusahau, lakini sahau hii si ya kughafilika kichwani, ni sahau ya dharau, kama Allah atakavyotumia kwenye aya nyingine siku ya kiyama kuambia watu, atatka ayatuna fanasitaha, wewe zilikujia aya zetu duniani ukazipotezea, umezidharau. Wakadhalika alyawma tunsa, na leo ndo tunakulipa ile dharau yao, na sisi kama hatukuoni vile, kama tumekusahau. Unastahiki uwe hivyo ulivyo, kwa sababu ndicho ulichokitayarisha. Wakadhalika najzi man asrafa, malipo kama haya mabaya ndiyo tutakayomlipa kila anayetufanyia israfu. Israfu ni fujo ya matumizi ya neema za Allah. Umepangiwa utaratibu, unaukataa, unatungawa kwako, au unaiga uliourithi kwa wazee wako kwenye jamii yako. Huu uliopewa huutaki, umeupenda mwingine. Hiyo ni israfu sasa ya neema za Allah. Wakadhalika najzi man asrafa, malipo kama haya ndiyo tutakayomlipa kila mtu anayetufanyia fujo ya matumizi ya neema tulizomneemesha. Walam yu'min bi ayati rabbih, ameishi duniani muda alioishi, lakini akawa haziamini aya za Mola wake. Aya zinamuelekeza mambo, yeye kayatoa maanani. Anasema it's none of my business, haya ni usu, anafanya anayoyapenda. Nasullaha, hawa watu wamedharau maagizo ya Allah. Fanasiyahum, Allah na yeye huwa anawaacha kwenye hiyo hali yao ya kusahau, na yeye huacha kama hawaoni vile. Wakamilishe madhambi yao, waishe muda wao, ana siku ya kukutana nao, siku ya malipo, huko ndo watalipana. Innal munafiqina humul fasiqun, eleweni wanafiki hawa ndio watu wanaoitwa mafasik, waliohuni kwa Mola wao, hawakuuthamini utaratibu aliowapangia, wanaishi wanavyotaka wenyewe wanafiki. Kwa hiyo vigezo vya watu kuwa wapo Waislamu, maovu yanakithiri, mema yanadumaa, halafu ni mabakhili kwenye neema za Allah za kimali. Wayakbiduna aidiyahum, ni kwamba hapo mahala hapatolewi zaka, hapo mahala hapatolewi sadaka. Maana watu wana mentality ya kusema Waislamu wakiwezeshwa kiuchumi watatusumbua, tuwabane hivi hivi waishi kwenye unyonge, wawe ni wahitaji kila siku, wanachokipata hakimtoshi, hivi ndo tunaweza kuwadhibiti. Lakini ukiwaachia fursa zao za kiuchumi kama za kuwezeshana, wenye nacho watoe, kiwasaidie wasio nacho wanyanyuke, watatusumbua, watakuwa hawatawaliki, na si wenyewe tunaibariki hiyo hali. Wanatupangia wale watu wanaoingia kwenye jamii zetu, wao ndo wenye maamuzi kuliko sisi wenyewe. Tunabaki masikini kila siku, ilhali rasilimali za kutosha tunazo, hazitunufaishi wenyewe. Tunabaki tunaburuzwa kwa maagizo ya ovyo, ilhali ni watu wenye akili zetu hatutanabahi wala hatuwezi kujinasua, kwa sababu ya uchache wa imani. Nifaki imetuzidi. Kama tutajielewa, tukakaa kwenye uhusika, tukachukua nafasi yetu, hatuwezi kunyanyasika kama hivi tunavyonyanyasika. Kama Allah alivyotuambia, wala tahinu, nyinyi Waislamu si wa kujifanya wanyonge, nyinyi wa kutembea kifua mbele. Watad'u ila salmi, kila mnalofanyiwa nyinyi mnabaki kusalimu amri, hewala sawa, Mungu yupo, tutaona na akhera. Hamtakiwi kuishi hivyo.
wa antumul a'launa, nyinyi mko juu kuliko hao makafiri. Tena isitoshe, si kwamba mko juu tu kwa hivi vitu mlivyopewa, wallahu ma'akum, Allah mwenyewe yuko pamoja na nyinyi. Mtafeli wapi na wakati nyinyi mnaye Allah muweza wa kila kitu? Wala yatirakum a'malakum, na Allah hapunji chochote katika amali zenu mnazofanya. Kwa nini mnapata full support kwa mwenye uwezo kuliko wote wenye uwezo, halafu nyinyi muwe duni kila siku? How comes? Kwa hiyo udhaifu unaotukumba, udumavu tulio nao, ni kwa sababu imani zetu upande wa Allah na ule umakini wa kusimamia dini yake tukaiweka kwenye mwenendo wa maisha umepotea. Kwa hiyo wale makafiri ndo wanatuendesha sisi, ndo wanatupangia la kufanya, wanatukataza wasilolitaka na sisi tunakubali japo lina manufaa kwetu. Hatuwezi kupiga hatua yote ya mabadiliko kwa sababu kuna vitu tumeviachia milango wazi, vinajalizwa kwetu kila siku na vinatutafuna, tunazidi kuathirika. Tunapaswa hili tuliangalie vizuri na tuwe na umakini wa kusema tubadilike. Kwa hiyo hii ni jamii ya Waislamu, lakini Waislamu wasio na manufaa, wanafiki ndo wanakuwa hivi. Tukiruka kwenye aya 71 sura ya 9, Allah anapiga mfano wa jamii nzuri sasa. Walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, na waumini wa kweli wanaume na wanawake baadhi yao ni mawali wa wengine. Kuna full support katika implementation ya masala yote ya kijamii kwa wanaume na wanawake. Kuna majukumu wanawake wao wanakuwa ndo wenyewe zaidi, wasimame vizuri kwenye majukumu yao, na kuna majukumu ambayo wanaume ndo wenyewe zaidi, wasimame vizuri kwenye majukumu yao kwa faida ya jamii yao na kizazi chao husika. Sasa kupima jamii ukajiridhisha kwamba hii ni jamii ya waumini kweli, tunu zake ni kama zifuatazo. Iangalie hiyo jamii, ya'muruna bil ma'rufi. Kwenye jamii ya waumini mambo mema yanasimamiwa, yanaamirishwa, yanazidi kustawi kila siku. Unaona jamaa tu wako vizuri kwenye mambo yao yale ambayo ni tunu za kimaadili za jamii yao. Ya'muruna bil ma'rufi, waumini wanaamrishana mema, wanayaamirisha mema, kike kiume wako hivyo. Wanajikagua kila wakati, hatupaswi kuwa hivi, tumeagizwa hivi, ili tumekatazwa. Wako hivyo kike kiume, yale mema aliyoyataka Allah wao wanayapa kipaumbele, wanayatekeleza na inaonekana athari yake kwenye jamii. Wayanhauna 'anil munkari, na waumini kike kiume mahala walipo wanadhibiti maovu. Ili tumekatazwa, hatutaki kuliona, wako makini kwenye hilo. Mema yanaamirika, maovu yanadhibitiwa mahala walipo waumini wa kweli. Mawili hayo. Mengine Allah anasema wayuqimuna salata wayutuna zakata, mahala kwenye waumini wa kweli wanasimamisha sala na wanasimamia zoezi la zaka. Sala ni wajibu kwa kila muumini aliyebaligh, mwanamume na mwanamke. Sasa jamii na waumini hawa, watoto wanaokuwa wakifikia umri wa taklifu, walitakiwa wajue majukumu yao na wajibu wao, wajue ulazima wa yale mambo ambayo ni lazima yatekelezwe. Kwa hiyo jamii ya waumini wa kweli, yale yote yanayotakiwa yapewe kipaumbele wanayasimamia, yanakaa kwenye nafasi yake, na yale yote ambayo hayatakiwi kabisa kuonekana yanatoeshwa, wanayasimamia vizuri. Haya hatutaki kuyaona hapa, na tukitaka haya tunayaweza, au si kweli? Lo, kumbe hayatakiwi, napiga kelele bure. Naona nsije nkalengwa mawe hapa na
Hatuwezi kusema yale anayoyataka Allah tuyatekeleze, yale asiyoyataka tuyadhibiti, haiwezekani. Basi hiyo ndo wajibu wetu, ndo tenda tulopewa, ajira yetu ndo hiyo. Manne sasa hayo ya kupimia jamii ya waumini wa kweli. Kwanza, wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Pili, wanadumisha swala na wanasimamia zoezi la zaka. Wayuqimuna salata wa yu'tu zakata. As-salatu hiya silatun baina al-'abdi wa rabbih. Swala ndiyo minzi ya mawasiliano baina ya kiumbe na muumba wake. Kwa hiyo mna watoto wenu muwaelimishe hivyo. Ukitaka kummiliki mtu, uwe na skills za kuumiliki moyo wake. Kwa hiyo tangu mdogo ule moyo wa mtoto ulelewe, kujifahamu wewe ni makhluku, umeumbwa, yupo khaliku wako, unatakiwa lazima uwe na maelewano naye. Sijui naeleweka? Lazima akae kwenye uwajibikaji. Sisi tunaenda hivi, kwa hiyo na yeye asitutenge akatuletea kitu tofauti. Aende tunavyoenda, ni wetu. Kwa hiyo waumini wanakuwa hivyo. Yaamuruna bil ma'rufi, wanaamirisha mema. Wayanhauna 'anil munkari, na wanadhibiti maovu. Wayuqimuna salata, wanatunza na kudumisha mahusiano baina yao na muumba wao kwa ibada ya sala. Wayutu zakata, na wanatoa zaka, wanachuma chumo la halali. Kila anayemiliki mali ikifikia nisab, ikipitiwa na haul, ina sharti mali hiyo itolewe zaka. Na zaka huwa ni mgawanyo wa mafao ya kimali, inatoka kwenye mifuko ya watu wenye uchumi mkubwa, inapelekwa kwa watu wenye maisha duni, wenye uchumi mdogo, ili na wao wawezeshwe wafanye mambo, wakuze uchumi wao, na wao wafikie uwezo wa kutoa zaka. Jamii yote ina move forward. Tofauti haitoacha kuwepo, wengine wana mali nyingi, wengine haijambo, lakini haitakiwi watu wengine wamelala wameshiba, wengine wanakufa njaa. Hiyo haitakiwi. Wawezeshwe watu wenye maisha ya chini kwa amri ya Allah, wapewe haki yao iliyoko kwenye mifuko ya watu wenye kingi. Allah amewasifu waumini kwa kusema waumini ni wale wanaojua kwamba wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Wanachuma wao kwa jasho lao, lakini kile wanachokipata wameambiwa, hichi unachohangaika ukikipata kikifikia kiasi fulani, humo ujue nimeweka haki maalumu, sio yako. Allah ndo anakuambia kwenye mali yako muna haki maalumu, sio yako. Itoe hiyo haki, tafadhali itoe. Lisaili wal mahrum, hiyo ni haki ya masikini, sawa sawa kwamba anaomba au haombi, imfikie mwenyewe. Wewe kupewa unatahiniwa tu, halafu unapewa jaribio dogo tu, toa kiasi kidogo, senti kidogo, mpe huyo mwenzako ambaye hana, unagoma. Je, wewe sasa mambo yabadilike, uwe wewe ndo kama yeye anyanyuliwe, unajisikiaje? Kwa hiyo aliyepewa ni mtihani kwake kwa alichopewa, na kuna masuala anaweza akadadisiwa, ajibu vizuri ndo apasi mtihani huo. Kama ikuambiwa nimekuingizia sehemu fulani humo ya kipato, itoe umpe fulani, we unagoma. Na yule aliyenyimwa anaambiwa awe na subira. Kunyimwa kwake isiyo ni sababu ya kukufuru au kuasi. Kaambiwa haki yako nimeiweka kwenye mfuko wa fulani, atakupa. Kuwa na subira. Haya mambo waumini wanayatazama kwa jicho la kina, na yanakuwa yamo kwenye mila na dasturi zao. Na la tano linalopatikanwa kwenye jamii ya waumini, wayuti'una Allah wa rasula. Mahala walipo waumini wana nidhamu maalum inayoonesha utiifu kwenye amri za Allah na amri za mtume wake. Matano wanayo waumini. Kwa hiyo jamii ya watu waumini, yaamuruna bil ma'rufi, wanaamrisha mema, wayanhauna 'anil munkari, na wanakataza maovu, wayuqimuna salata, wanadumisha sala, wayutuna zakata, na wanatoa zaka kwenye mali zao, wayuti'una Allah wa rasula. Na la tano, waumini wanakuwa ni watiifu kwenye amri za Allah na amri za mtume. Wapi tunapata amri za Allah? Kwenye Qur'ani tukufu, kitabu cha mwongozo, isomwe na kila mtu awe anaielewa. Ukikuta agizo humo ndo unaagizwa wewe.
Ukikuta kuna katazo humo, wewe unayesoma ndo unakatazwa. Ukikuta kuna targhibu, kuna jambo limehamasishwa sana, ndo unahamasishwa wewe uhamasike. Ukikuta kuna jambo limeonywa sana, ndo wewe unaonywa uonyeke. Ndo wasifu wa waumini wa kweli wanatakiwa wawe hivyo. Ulaika sayarhamuhumullahu, hao ndio ambao Allah atawarehemu. Hao ndio watamalizia vizuri maisha yao ya mtihani. Hao ndio watakaofaulu kwenda peponi. Allah atujalie na sisi na vizazi vyetu tuwe ni miongoni mwa hao. Aya imemalizia inna Allaha azizun hakim, hakika Allah ni mwenye nguvu, lakini nguvu zake hazitumii vibaya. Ana hikma katika kuendesha mambo na kutumia nguvu zake. Katika hadithi ndefu, hadithi al-Qudsi, Allah amesema mwisho wake, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, innama hiya a'malukum usiha lakum, eleweni hizi amali mlizowajibishiwa hapa duniani, au hizi amali mnazofanya hapa duniani, sawa sawa kuwa ni za kheri au za shari. Kile mnachotenda leo kwenye maisha yenu haya, uhsiha lakum, mimi ndo ninakihifadhi hicho kwa ajili yenu, ninakuhifadhieni mnachotenda. Thumma uwafikum iyaha, kesha siku ya kukutana na mimi ninakuja kukulipeni kwa mujibu wa hicho mlichofanya hapo. Kwa hiyo ukenda na zina zako, kusema kwako uongo, kudhulumu kwako, umeua huyu, umefanya hili, umefanya hii, hizo ndo amali zako. Zikiwa nzuri, zikiwa mbaya, unaziandaa mwenyewe. Allah anakuambia uhsiha lakum, amali zenu mnazofanya leo mimi ninakuhifadhieni tu. Thumma uwafikum iyaha, halafu kwa mujibu wa hizo amali zenu ndo nitakuja kuwalipa. Fama wajada khaira, yoyote atakayekuja kukuta khairi siku ya malipo, faliyahmadillaha, atapaswa amuhimidie Allah, kwa sababu ndiye aliyemuongoza, aliyempa taratibu za kufaulu kwake. Atakaye faulu siku ya kiyama, faliyahmadillaha, aje amshukuru Allah, ndo alomuongoza. Nje ya muongozo wa Allah huwezi kufanikiwa. Utafanikiwa ukifata muongozo wa Allah peke yake. Wama wajada ghaira dhalik, siku ya kiyama atakayekuja kukuta matokeo kinyume na hayo ya kheri, kakuta shari, fala yalumanna illa nafsahu, asije akamlaumu yoyote ila ajilaumu mwenyewe. Ulipewa muda wa kutosha wa kukaa duniani, muongozo umekufikia wa kukuelekeza kufanya vizuri mpaka ufaulu, lakini mwenyewe umetumia time yako visivyo, haikukunufaisha. Time, long period of time umepewa, haikukunufaisha. Tangu uzaliwe ubaligh mpaka umefikwa na mauti, hakuna lamana ulofanya, ni mwenyewe ujilaumu. Kumbe tenda umepewa ya kufanya mambo mengi tu yenye faida. Ukiondoka hapa na wewe usifiwe, umetoa mchango kwenye dini ya Allah, umefanya kheri hii na ile, na ulijitahidi kudhibiti shari za mambo yasiyotakiwa. Tusizembee kwenye ajira aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tuwe ni waumini wazuri, tena watendaji, watekelezaji wa kile ambacho waumini wameagizwa kukisimamia kwenye dunia hii. Kama jamii ya waumini, kuna tunu zake za kuifanya jamii yetu ionekane hii ni jamii ya waumini. Kuziactivate hizo inahitaji nguvu na mashirikiano ya waumini wanaume na wanawake. Sijui inafahamika? Inahitaji nguvu ya ushirikiano wa pamoja kati ya wanaume waumini na wanawake waumini, kuitengeneza jamii ya waumini husika ije katika wasifu sahihi unaopendeza mbele ya Allah Muumba, ambaye kwake tutarudi. Aya zote nilizonukuu na hadithi hizo, japokuwa ndogo ndogo, zinatuelekeza katika majukumu yetu ya wajibu katika kipindi cha kuishi juu ya huu mgongo wa ardhi. Hapa ni mahala tupo kwa malengo maalum na kwa muda maalum. Malengo makuu ya kupewa muda huu na kukaa hapa ni kutahiniwa tu basi. Siku ukiondoka hapa unaonyeshwa kidogo hints za matokeo yako ya mtihani. Siku mtu akikata roho anajua na kwenda pale, kama ni paheri anajua, na kama ni pashari anajua. Kama kheri aliiandaa mwenyewe, na kama ni shari aliiandaa mwenyewe.
Kwa hiyo tugubuke, tuzinduke, tujitambue sisi ni nani, alafu twende kwenye malengo ya kuumbwa kwetu na kuletwa katika ardhi hii. Tustarehe kidogo kwa sababu ndo tupo duniani, tufanye yale ambayo ni muhimu kuyafanya kwa mujibu wa uhai wetu huu wa mpito. Lakini tunapoyaendea mambo yetu ya muhimu kwa uhai huu, tuyafanye kwa namna ambayo tunakuwa tuna dual purpose, malengo mawili. Tupate faida ya duniani kwa sababu tupo papo hapo, tutengeneze na faida ya akhera kwa sababu ndiko tunakoenda. Dini ndo inatutaka tuwe hivyo. Natumai nimefahamika vizuri. Basi kama nimefahamika vizuri, maneno yangu kwa leo napenda niishie hapo. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.